Chochote kizuri ambacho mwanadamu anakihitaji katika maisha yake huja na gharama zake. Kama mwanadamu anahitaji kufanikiwa, hata mafanikio huja na gharama zake. Bila shaka, asilimia kubwa ya binadamu wangetamani siku moja waweze kuwa miongoni mwa watu wenye mafanikio katika uso wa dunia, yani matajiri katika hii dunia. Ili uweze kuwa tajiri ama uweze kutimiza malengo ambayo unatamani yaweze kutimia kwenye maisha yako, zipo kafara ambazo lazima uzifanye kwenye maisha yako. Inawezekana ninaposema kafara, mawazo yako yanakwenda mbali na kudhani ninazungumzia sadaka za kishirikina. Sina maana hiyo, kwa sababu mimi ni mfuasi wa Mwenyezi Mungu. Ninaamini hata wewe ambaye umechagua kutazama video hii, wewe pia ni mfuasi wa Mwenyezi Mungu. Ninapozungumza kafara, ninamaanisha kuna baadhi ya mambo ambayo lazima ukubali kuyapoteza katika maisha yako ili ukawe miongoni mwa binadamu wanaokwenda kutimiza malengo katika maisha yao. Kafara maana yake ni kupoteza kitu ambacho unakipenda. Vipo baadhi ya vitu ambavyo unavipenda katika maisha yako bila kujua kuwa vitu hivyo ni vikwazo katika safari yako ya mafanikio. Ni lazima ukubali kuviacha vitu hivyo ili ukaianze safari ya mafanikio, na ninaamini utakapoweza kuviacha vitu hivyo, basi utakuwa umefanya kafara ambayo itakwenda kukupa mafanikio makubwa kwenye maisha yako. Kama nawe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na kafara hizo, amini video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu. Jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni kafara mbalimbali ambazo unatakiwa kuzifanya ili ukawe miongoni mwa binadamu wenye mafanikio makubwa katika maisha yao. Namba 1, lazima ukubali kuwapoteza marafiki ambao ni vizuizi katika safari yako ya mafanikio. Kuwapoteza marafiki sina maana kuwadhuru ama kuwafanyia jambo lolote baya. Ninamaanisha kuwaweka mbali na maisha yako. Ninaamini hadi mtu awe rafiki yako, lazima uwe umemkubali kutoka moyoni. Kuna nyakati ambazo marafiki ambao tumewakubali kutoka ndani kabisa ya mioyo yetu, yani wale ambao tunawapenda, huwa wanageuka na kuwa miiba katika safari za mafanikio yetu, yani wao wanakuwa vizuizi. Sasa basi, hapo lazima tufanye uchaguzi mmoja ambao utakwenda kupoteza upande mmoja na kwenda kutufanya tuupate upande mmoja. Kama tukichagua kuwa na marafiki hao kwenye maisha yetu, tusahau kuhusu mafanikio, na kama tukichagua kufanikiwa, ni lazima tuwapoteze marafiki tuliowapenda ikiwa tu wao ni vikwazo katika safari zetu za mafanikio. Hivyo, jaribu kuchunguza aina za marafiki ambao unaambatana nao kwenye safari yako ya maisha. Fikiria kuhusu ndoto zako. Je, unadhani marafiki ambao unaambatana nao kwenye safari yako ya mafanikio wanasapoti ndoto zako, ama ni watu ambao wanakukwamisha katika ndoto zako? Ukibaini marafiki ambao unaambatana nao kwenye safari ya maisha wanasapoti ndoto zako, ujue ni marafiki sahihi unatakiwa kuendelea kuambatana nao kwenye safari yako ya maisha na utakwenda kufanikiwa. Lakini wakati mwingine ukibaini marafiki ambao unaambatana nao kwenye safari yako ya maisha ni vikwazo, wanakurudisha nyuma, lazima ukubali kuwaweka mbali na maisha yako, pamoja na kuwa hatua hiyo itakusababishia maumivu makali kwenye moyo wako. Lakini kwa sababu umeamua kupita njia ya mafanikio, lazima ukubali kuwaweka mbali na maisha yako ili ukaipite barabara inayokupeleka kwenye mafanikio bila kuwepo na vikwazo. Namba 2, lazima ukubali kuwapoteza baadhi ya ndugu ambao unawapenda. Miongoni mwa mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini pindi mwanadamu anapofanya maamuzi ya kuianza safari ya mafanikio ili akafanikiwe kweli kwenye maisha yake,
kuna vitu vingi ambavyo atavipoteza. Kumbuka, wapo baadhi ya ndugu ambao ni kikwazo katika safari yako ya mafanikio. Na hawa ni ndugu ambao hawaamini katika ndoto zako. Ni ndugu ambao wanakukatisha tamaa, hawaamini katika wewe, wanakuona umechanganyikiwa kila unapowaambia kuhusu ndoto ambazo unazo kwenye maisha yako. Hatua muhimu ambayo unatakiwa kuichukua ili ukawe miongoni mwa binadamu ambao wanakwenda kufanikiwa kwenye maisha yao, ni lazima ukubali kukaa mbali na ndugu hao, waweke mbali kabisa na maisha yako. Tengeneza mipaka, na siku moja watakuja kushangaa umekuwa miongoni mwa binadamu wenye mafanikio makubwa kwenye uso wa dunia. Kwani kadri unavyoendelea kuwaweka karibu na maisha yako, ndivyo unavyozidi kuweka vizuizi mbalimbali katika safari yako ya mafanikio. Namba 3, lazima ukubali kuachana na mwanamke unayempenda au mwanaume ambaye unampenda ikiwa mtu huyo ni kizuizi katika safari yako ya mafanikio. Kama nilivyokuambia, safari ya mafanikio ina maumivu makali. Kuna wakati ambao unaweza ukakaa peke yako, ukatokwa na machozi, ukawa mtu ambaye unajuta kwa sababu kuna watu ambao ungetamani waendelee kuwa karibu yako, lakini kwa sababu umelazimika kufanya uchaguzi ambao utakupeleka katika hatua ya mafanikio, ni lazima ufanye maamuzi magumu ambayo wakati mwingine yatakusababishia maumivu moyoni mwako. Kwani kuna wakati unaweza ukawa umeingia kwenye mahusiano na mtu ambaye unampenda na hautamani kuweza kumwacha mtu huyo, lakini kwa bahati mbaya huyo akawa ni mtu ambaye ni kikwazo kikubwa kwenye safari yako ya mafanikio. Inawezekana umeingia kwenye mahusiano na mwanamke au mwanaume ambaye anakupinga kwa kila kitu. Ni mtu ambaye yuko tofauti kabisa na njia ambayo wewe unaipita. Wakati wewe unafikiria kufanikiwa, yeye anafikiria kufuja pesa zako. Wakati wewe unawaza namna gani utakavyoweza kujiondoa katika wimbi la umaskini, yeye anaendelea kuhakikisha unaendelea kubaki katika dunia ya umaskini. Ili uweze kufanikiwa, lazima ufanye maamuzi magumu ya kumweka mbali na maisha yako. Macho yako yatatoa machozi na moyoni utahisi maumivu, lakini hayo ni malipo ya kuifikia safari yako ya mafanikio. Ninakusihi, kabla ya kuingia kwenye mahusiano na mtu, mpime kwa vitu vingi. Angalia, je, atakuwa ni mtu ambaye atakurahisishia safari yako ya mafanikio, ama atakwenda kuwa miongoni mwa binadamu ambao watakuzuia kuyafikia mafanikio ambayo unayatamani kwenye maisha yako? Baada ya hapo, fanya maamuzi, aidha uwe naye ama umweke mbali na maisha yako. Namba 4, lazima ukubali kuacha baadhi ya vitu ambavyo unavipenda ili uweze kuwa miongoni mwa binadamu wenye mafanikio kuliko binadamu wengine. Ukweli mchungu ambao mimi na wewe hatuwezi kuupinga ni kuwa mwanadamu ana hulka ya kupenda vitu mbalimbali katika maisha yake. Lakini kwa bahati mbaya, baadhi ya vitu ambavyo mwanadamu anavipenda vinaweza vikawa vikwazo na vizuizi vya mafanikio ambayo mwanadamu anatamani kuyafikia kwenye maisha yake. Inawezekana na wewe ni miongoni mwa binadamu ambaye anapenda starehe fulani, ama inawezekana kuna vitu fulani ambavyo unapenda kuvifanya kwenye maisha yako kwa sababu ni vitu ambavyo vinakupa furaha ya kweli katika moyo wako. Lakini unapojaribu kufikiria kwa kina, unakuja kugundua kuwa asilimia kubwa ya vitu ambavyo unavipenda ndivyo vinavyokurudisha nyuma katika safari yako ya mafanikio. Kama ni hivyo, pamoja na kuwa ni vitu ambavyo unavipenda, lakini kumbuka umeamua kufanikiwa. Hivyo uchaguzi ambao umeufanya katika maisha yako unakulazimisha kuacha vitu ambavyo unavipenda kwa sababu ni vizuizi katika safari yako ya mafanikio. Pamoja na kuwa utajisikia huzuni kwa kuwa unaachana na vitu ambavyo unavipenda, lakini hiyo ni hatua muhimu katika kuyafikia malengo ambayo unatamani kuyafikia kwenye maisha yako. Namba 5, lazima ukubali kujitoa na kujituma kwa dhati katika kazi na kuacha kupoteza muda kwenye maisha yako. Miongoni mwa vitu ambavyo asilimia kubwa ya binadamu wanavifanya ni upotevu wa muda na kuwa wazembe katika kazi. Vitu vyote hivi ni vikwazo katika safari ya mafanikio. Unapofanya maamuzi ya kwenda kufanikiwa ama kuwa tajiri kuliko binadamu wengine, ni lazima uache kupoteza muda.
hauna muda wa kukaa vijiweni na kujadili maisha ya binadamu wengine. Focus katika maisha yako, jitoe kwa moyo wako wote katika kufanya kazi. Utakapoweza kujituma katika kazi, amini usiamini, utaanza kuona mabadiliko makubwa katika maisha yako, na kuanzia hapo utakwenda kuyafikia mafanikio ambayo unatamani kuyapata katika maisha yako. Namba 6, jitoe na kupita katika njia ambayo asilimia kubwa ya binadamu wanahofia kuipita. Mwanadamu yeyote ambaye anatamani kufanikiwa lazima ajitoe yeye mwenyewe apite katika njia yenye maumivu na mateso makali, kwani njia hiyo ndiyo njia yenye mafanikio ya kweli. Njia ngumu ambayo asilimia kubwa ya binadamu wanaogopa kuipita, hiyo ndiyo njia ambayo mwisho wake huwa inakuwa na mafanikio ya kweli kwa mwanadamu, kwani watu wengi wanaogopa kuthubutu vitu mbalimbali, wakati wengine wanaogopa kuthubutu wewe kuwa na uthubutu. Kwani binadamu waliotawaliwa na hofu hawawezi kufanikiwa. Binadamu wanaojiamini na wakaweza kuwa wathubutu katika vitu mbalimbali hawawezi kuziacha fursa mbalimbali ambazo zinakuja kwenye maisha yao, na hilo pekee linatosha kukufanya uwe miongoni mwa binadamu wenye mafanikio makubwa kuliko binadamu wengine. Namba 7, kubali kudharauliwa na binadamu wengine kwa sababu ya heshima yako ya kesho. Mwanadamu ambaye ameianza safari ya kwenda kufanikiwa anatakiwa kuianzia safari sehemu alipo. Kama una kipato kidogo, anzia hapo hapo ulipo. Sasa basi, hii ni hatua ambayo watu waliokuzunguka wanaweza wakakucheka na kukuona mjinga ambaye haujitambui, kwa sababu huenda unatamani kuwa mfanyabiashara mkubwa lakini mtaji wako ni mdogo. Hivyo unaweza ukaanzisha biashara ndogo ambapo kwa mtazamo wa nje watu wanaweza wakadhani hautaweza kukua, lakini kumbuka wewe ni mfanyabiashara mdogo lakini ndani yako una ndoto kubwa. Hivyo usiogope mitazamo ya watu wengine dhidi yako. Amua kufanikiwa, anza na ulicho nacho ili ukaweze kupata kile ambacho hauna, kwani kadri unavyozidi kusubiri ili upate hautaweza kupata. Lakini utakapofanya maamuzi leo na kuyaingiza maamuzi yako katika utendaji kazi, basi utakwenda kuwa miongoni mwa binadamu waliofanikiwa katika siku chache zijazo. Yapo mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako sinabudi kuishia hapa. Tukutane tena katika video ijayo. Asante, bye. Nimalize kwa kusema nawapenda sana sana zaidi ya sana.